Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ndugu Muislamu, tukiendelea na kitabu Sharh Thalathatul Usul, sharh ya Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah, na tulikuwa tumefikia katika almartabatu thaniya al-iman, na tumeanza kujua maana ya al-imanu billah. Na katika al-imanu billah, jambo la kwanza kutekeleza sharuti ya al-imanu billah, kwanza ni kuamini biwujudillahi ta'ala, kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tayari tulikuwa tumesoma dalalatul fitra, dalili ya kifitra, na leo inshallah tutasoma dalalatul aqli, dalili ya kiakili. Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah asema, wa amma dalalatul aqli ala wujudillahi ta'ala, ama dalili ya kiakili juu ya kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, falianna hadhihi almakhluqati sabiqaha wa lahiqaha, ni kwa sababu viumbe hawa wa mwanzo na wa mwisho, la budda laha min khaliqin awjadaha, lazima viumbe vyote ambavyo kwamba vilivyoumbwa kuanzia viumbe wa mwanzo mpaka viumbe wa mwisho, lazima wawe na muumba ambaye kwamba aliyewaumba. Idh la yumkinu an tujida nafsaha binafsiha, kwani haiwezekani kwa viumbe wakajiumba wenyewe kwa wenyewe kwa nafsi zao, haiwezekani. Wala yumkinu an tujida sudfatan, wala haiwezekani kwa kiumbe kuwa atakuja tu kwa bahati nasibu. La yumkinu an tujida nafsaha binafsiha, haiwezekani kitu kujiumba chenyewe. Kwa sababu gani? Lianna shay'a la yakhluqu nafsa, kwa sababu kitu hakiwezi kujiumba chenyewe. Liannahu qabla wujudihi ma'lumun, hii ni kwa kuwa kabla ya kuwepo kwake ilikuwa hakipo. Fakaifa yakunu khaliqan, basi inawezekanaje kitu kama hicho kiwe ni muumbaji ilhali hakikuwepo, hakikuwa. Wala yumkinu an tujida sudfatan, wala haiwezekani kitu kama hiko kuwepo kwa bahati nasibu, yani kwa bahati mbaya tu kimekuja. La, lianna kullu hadithin la budda lahu min muhdithin, kwa sababu kila kitu lazima kiwe na mtendaji, yule ambaye kwamba aliyeleta, yule aliyetenda akakileta. Walianna wujudaha ala hadha an-nidham al-badi', na kwa sababu ya kuwepo kwake katika mpangilio huu wa ajabu, watanasuq al-mutaalifi, na uangalifu ambao kwamba uliopatana, walirtibatu al-multahimi baina al-asbabi wa musabbibatiha, na ule muunganiko madhubuti kati ya sababu na athari zake, wa baina alkainati ba'dha ma'a ba'd, na kati ya viumbe baadhi yao na viumbe vingine, yamna'u man'an battan an yakuna wujuduha sudfatan, unazuia kabisa uwezekano ule kuwepo kwake kwa bahati nasibu. Idh almawjudu sudfatan laysa ala nidhamin fi asli wujudihi, kwani kile kitu ambacho kwamba kinachokuwepo kwa bahati nasibu hakina mpangilio katika asli ya kuwepo kwake. Fakaifa yakunu muntadhiman hala baqaihi wa tatawurihi, basi vipi kiwe na mpangilio wakati wa kudumu kwake na maendeleo yake. Wa idha lam yumkin an tujida hadhihi almakhluqati nafsaha binafsiha, na kwa kuwa haiwezekani viumbe hawa
kujiumba wao wenyewe kwa wenyewe, wala an tujida sudfatan, wala haiwezekani yani wawepo katika ulimwengu kwa bahati nasibu, taayana an yakuna laha mujidan, basi ni lazima wawe na muumba. Naye nani? Wa huwa Allahu rabbul alamin, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa viumbe vyote. Ashekh anasema waqad dhakara Allahu ta'ala hadha ad-dalil al-aqli, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametaja ushahidi kama huu, tena ushahidi wa kiakili ametaja katika wal-burhanul qat'i, na hoja ambayo kwamba iliyo hakika, hoja ambayo kwamba haina shaka. Mahali gani? Fi surati Tur, ametaja katika surati Tur, haithu qala, wakati Allah subhanahu wa ta'ala aliposema am khuliqu min ghairi shay'in, au wao wameumbwa pasipo kutokana na kitu chochote, am humul khaliqun, au ni wao ndio waumbaji. Yani asema Sheikh, yani maana yake ni kuwa annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliqin, ni kwamba wao hawakuumbwa bila muumba, bila ya muumba. Wala humul ladhina khalaqu anfusahum, wala si wao waliozijenga nafsi zao wenyewe. Fata'ayyana an yakuna khaliquhum huwa Allahu tabaraka wa ta'ala, basi lazima iwe muumba wao ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha, na kwa sababu hiyo, lamma sami'a Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, pale aliposikia Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu maneno haya, aliposikia kutoka nani? Kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqra surah At-Tur, aliposikia kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam anasoma surah At-Tur, fabalagha hadhihi al-ayat, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofikia aya kama hizi, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun, au wao wameziumba mbingu na ardhi bali hawana yaqini. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun, au wanazo khazina za Mola wao, za Mola wako mlezi, au wao ndio wenye madaraka. Basi wakana Jubairun yawmaidhin mushrika, Jubair radhiallahu anhu wakati huo alikuwa bado ni mshirikina, bado hajaingia katika Uislamu. Qala, basi alisema kada qalbi an yatwira, moyo wangu uliposikia aya kama hizi ulikuwa karibu uruke kwa ule mshangao na ile hofu aya kama zile alipozisikia. Asema wadhalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi, na huo ndio uliokuwa mwanzo wa imani kutulia moyoni mwangu. Hadithi hii rawahu al-Bukhari mufarriqan. Kisha Sheikh asema kwa kumalizia, walinadhrib mathalan yuwaddihu dhalika, basi na hebu tupige mfano unaofanana na jambo kama hilo. Fa innahu law haddathaka shakhsun an qasr al-mashid, ikiwa mtu mathalan amekuja akakuelezea kuhusu kasri, kuhusu jumba zuri ambalo kwamba lililojengwa kwa ustadi, lililojengwa kwa uvumbuzi, kwa uzuri. Uhitat bihi alhadaiq, jumba kama hilo limezungukwa na bustani. Wajarat bainaha al-anhar, na jumba kama hilo kuna mito ambayo kwamba inapita kati yake. Wamulia bilfurushi wal asirati, na ndani ya hilo kasri kumejazwa ndani yake magodoro, kumejazwa vitanda. Wazuyina bianwa'i zinati min muqawimatihi wa mukammilatihi, na jumba kama hilo likawa limepambwa kwa aina mbalimbali ya mapambo. Jumba kama hilo vyote ambao kwamba vimejazwa ndani yake, sawa, yani marembo, asema zote hizi ni sehemu za msingi na kukamilisha ule uzuri wake. Waqala laka, kisha mtu akakwambia, inna hadha alqasra, hakika hili kasri, hili jumba, wama fihi, na yale ambayo kwamba zile vitu vyote vilivyokuwa ndani ya hili jumba, min kamalin qad awjada nafsa, hii yote ambayo kwamba uliona hapo kwamba hili jumba limekamilika kwa ukamilifu,
na zile zote zilipo ndani yake, basi limejiumba lenyewe, limekuja tu lenyewe likajiumba. Au wujida hakadha sudfatan biduni mujid, au jumba kama hilo limatikana hivi hivi kwa bahati tu, yani bila kuwepo ambao kwamba aliyoliumba ilo jumba. Basi Sheikh anasema la badarta ila inkari dhalika wa takdhibi, basi wewe hapo hapo ungeharakisha kukataa, ukasema la, na ukawa mwenye kukanusha kauli kama hiyo. Wa adadta hadithahu safaha min alqawl, na hata ungeona yale maneno yake huyu mtu ambao kwamba anazungumza ni maneno ya kipumbavu, maneno ambayo kwamba si ya mtu mwenye akili mwenye kuzungumza maneno kama hayo. Basi Sheikh anasema afayajuzu ba'da dhalika an yakuna hadha alkawn alwasi', je, baada ya yote hayo inawezekana kweli ya kwamba huu ulimwengu ambao ni mpana tunaona, biardhihi wa samaihi, hii ardhi na mbingu, wa aflakihi wa ahwalihi, na nyota zilizoko juu mbinguni na ule mzunguko wake, tunavyoona mawingu yanavyokwenda na upepo, wa nidhamihi albadi' albahir, na hadi zake na mfumo wa ajabu wenye kuvutia, qad awjada nafsa, yani umejiumba tu wenyewe. Au wujida sudfatan biduni mujid, au umepatikana kwa bahati tu bila kuwepo muumba? La, bali tunajua kwamba chochote hivi lazima kuna mtu ambaye kwamba ameviumba, naye nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Basi mpaka hapa namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufahamishe zaidi na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.